tunaweza kununua daftari, peni, lakini na Biblia. Jitahidi. Bwana Yesu sana. Leo ninaenda kuzungumzia kitu kinaitwa umuhimu wa maombi. Lakini kabla ya yote, naomba tuangalie nini maana ya maombi. Ili tuzame kwa undani kwenye somo hili, naomba tuangalie kitu kinaitwa maombi ni nini. Tunapozungumzia umuhimu wa maombi, lazima tuangalie sentensi hizi mbili. Kuna neno umuhimu na kuna neno maombi. Kwa heshima kabisa, ninaomba nizungumzie nini maana ya maombi. Maombi ni njia ambayo amechagua Mungu mwenyewe, Bwana Yesu sana, kwa ajili ya kuzungumza na mwanadamu. Lakini maombi ni njia aliyochagua Mungu kwa ajili ya kuzungumza na mwanadamu. Na hili tunakuja kulipata katika ile Yeremia sura ya 33 na ule mstari wa 3. Nitaenda haraka kwa sababu maandiko yote nimeanakili huku. Kwa hiyo sitaweza kukusumbua kwenye kufungua Biblia, isipokuwa utakuwa unafungua kwa muda wako ili kuangalia kile kinachosoma mahali hapa kama kiko sahihi. Ile Yeremia 33 na ule mstari wa 3, Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu na usiyoyajua. Tunaona jambo la kwanza, maombi ni njia ambayo amechagua wanadamu ni njia ambayo amechagua Mungu kwa ajili ya kuzungumza na nani? Na wanadamu. Lakini sababu ya pili, maombi ni nini? Maombi ni njia ambayo Mungu aliweka kuunganisha nguvu zake na nguvu za wanadamu. Ni njia ambayo alichagua Mungu kwa ajili ya kuunganisha nguvu zake na za wanadamu. Pasipo maombi haiwezekani nguvu zangu mimi na za Mungu kuwa connected, pasipo maombi katikati yetu. Maana yake ukiwa unahitaji kuwa katika hali ya ujazo, katika hali ya kuwa umejaa nguvu za Mungu, unahitaji sana kuwa katika hali ya maombi, kwa sababu ni kitu pekee ambacho Mungu anakitumia kwa ajili ya kuunganisha nguvu zake yeye na nguvu za kwangu mimi. Ili nitembee katika viwango ninavyovitaka, lazima niwe katika hali ya maombi. Maombi ni njia ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya kuunganisha nguvu zake yeye na nguvu zangu mimi, ili zikatende na kufanya kazi sawa sawa na jinsi anavyopenda yeye. Napotazama ile Luka sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2, na ukiruka mstari wa 18, Biblia inasema, na Yesu amejaa Roho Mtakatifu, alirudi nyuma kutoka Yerusalemu akijawa na Roho, muda wa siku 40 nyikani. Mstari wa 2 unasema akangoja na muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Mstari wa 14, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi katika nguvu, akiwa amejaa nguvu za Roho. Alipotoka katika nini? Katika maombi. Tunakuja kuona kumbe Mungu anatumia nguvu zake. Tunapokuwa katika hali ya maombi, inakuwa connection ya moja kwa moja. Nguvu za Mungu zinaachiliwa ndani ya kila mtu, ndipo inapokuwepo connection ambayo inatusaidia kuwa na ushirika mzuri na Mungu. Na ndio maana tunaona katika ile Luka sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2 na 14. Lakini kwa muda wako unaweza kusoma kuanzia wa 1 hadi wa 14, utaweza kuelewa ni pale Yesu alipokuwa katika muda wa maombi ya siku 40. Na hapa tunaona alipitia kipindi ambacho alijaribiwa na Shetani baada ya kuwa ametoka kwenye zile 40. Lakini tunaona mfululizo huu, tunaona 14 Yesu akarudi akiwa amejaa nguvu ndani yake, kwa sababu maombi ni njia ambayo Mungu anatumia kwa ajili ya kuachilia nguvu zake kwa upande wetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vile vile ambacho tunaendelea, pia maombi ni muunganiko, pia maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwanadamu na Mungu. Maombi ni muunganiko wa moja kwa moja kati ya Mungu na mwanadamu. Basi usipokuwa ni mtu ambaye umesimama au nimesimama katika hali ya maombi, siwezi nikawa na muunganiko wa moja kwa moja katika maombi. Hivyo basi tunahitaji kuwa ni watu ambao tumesimamia kitengo hiki
kwa dhati kabisa na tumesimama imara. Na ndio maana tunahitaji neema ya Mungu ili tusaidie roho wa maombi akaachiliwe ndani ya kila mmoja, ili akaweze kutambua thamani, uwezo, nguvu, mamlaka, kibali kilichopo katika nguvu ya maombi, kwa sababu maombi ndiyo siri ambayo inabeba mtu, ndiyo nguvu inayomsaidia mtu akuweza kushinda kila vita, inayomsaidia kushinda kila majaribu, inayomsaidia kuvuka kwenye kila changamoto aliyonayo. Lakini maombi yanakusaidia kufukuza, kuondoa, kukemea kila pepo ndani ya mtu ambazo zinakuwa zimemwingia. Maana yake nikiwa nimejaa nguvu za Mungu ambazo nimestafuta nikiwa katika maombi, kwa sababu nguvu haiwezi kuachiliwa pasipo mimi kuwa katika maombi. Kanisa sana. Na ndio maana kila mtu unayemwona amesimama na kila mtu unayemwona anaombea watu katika kiwango unachomwona, huyo mtu alitafuta nguvu kwanza katika hali ya maombi, na ndio maana unaona hicho kitu kinachoendelea. Pasipo hilo huwezi kuwa na hiyo nguvu ya Mungu ikitumika juu yako. Unahitaji ombe watu wapone, haiwezekani kwa sababu hujao katika hali ya maombi. Unahitaji kuona familia ikibadilika, haibadiliki kwa sababu hujaingia katika hiyo hali ya maombi. Unahitaji maombi peke yake ili yakusaidie kutoka chini na kukusaidia kupanda juu. Haleluya! Mpe Bwana sadaka makofi kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilizungumzia pia maombi ni masuala ya moja kwa moja kati ya Mungu na mwanadamu, ambapo mtu binafsi huja mbele za Mungu kwa imani. Ili unaweza ukanoti point hapo nimekuandalia. Pia maombi ni masuala ya moja kwa moja kati ya Mungu na mwanadamu, ambapo mtu binafsi huja mbele za Mungu kwa imani ili kuzungumza na Mungu, kumsikiliza Mungu, si kuomba msaada na mahitaji, lakini kutoa shukurani. Nimezungumzia namba moja, swala la kwanza ambalo linamsababisha mtu aende mbele za Mungu ni kwa ajili ya kuzungumza na Mungu juu ya kile kitu ambacho yuko nacho kama hitaji mbele za Bwana. Manake huwezi ukawa unahitaji msaada kwa Mungu pasipo kwenda kuzungumza na Mungu. Na ndio maana katika Isaya 1:18 anasema njooni tusemezane, anatuita. Kwa hiyo panahitajika mazungumzo kuhakikisha majibu tunayohitaji yanatendeka kwa kila mmoja. Kanisa linahitaji mazungumzo na Mungu kuhakikisha yale matarajio, yale mategemeo na maono tulionayo juu ya kanisa ili yakaweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nimezungumza tunaenda mbele za Mungu ili kumsikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yetu. Unapomwendea Mungu kwa njia ya maombi, unaenda kusikiliza ni nini Mungu anahitaji nifanye. Kila mmoja ameokolewa kwa mpango wake na kwa kusudi lake. Palikuwa haiwezekani mimi kukuita mayai njoo pasipo Mungu mwenyewe kumuita kwanza. Na ndio maana tunaenda mbele za Mungu ili Mungu anasemaje. Nisingeweza kumuita mzee Yusufu katika eneo fulani pasipo yeye kumsikiliza Mungu, ndipo akatile sauti alafu akanisikiliza mimi ninamwambia afanye kitu gani. Na ndio maana nikasema naenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumsikiliza anasema nini juu ya maisha yetu, lakini ni kitu gani, ni sehemu ipi, ni kusudi lipi anahitaji mimi niweze kutumika. Lakini namba 3 nikasema tunaenda mbele za Mungu ya kuomba msaada na mahitaji. Kila mmoja katika ulimwengu huu anahitaji msaada. Kila mmoja katika ulimwengu huu anahitaji alionao ndani yake. Kuna wakati tunafikia tunahitaji msaada wa Mungu. Kuna wakati tunafikia kuna maisha tunapitia ni changamoto nzito, lakini mimi peke yangu siwezi. Na ndio maana tunahitaji msaada wa Mungu tusaidie. Na ndio maana tunaenda mbele za Mungu tukiomba ili Mungu akaonekane na kuachilia kibali. Yesu asifiwe sana. Naweza kuona inaenda haraka sana Yesu asifiwe. Mimi wakati tunasema napaga sina yaani kuongea bila kupumzika waga naweza. Kwa hiyo jitahidi kunisikiliza tu kwa makini kuliko kuandika. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu naweza kuhitaji somo hili nikakurushia baadaye. Sawa? Ndio maana nimesema namba 3 tunahitaji msaada, tunaenda kuomba na tunaenda mbele za Mungu tukiwa na mahitaji. Lakini namba 4 nikasema ya kwamba tunaenda mbele za Mungu kwa shukrani, kwa sababu ni kitu pekee baada ya Mungu kututendea. Tunaenda mbele za Mungu kwa sababu tuna kitu cha kumshukuru Mungu kwa kile ametenda, kwa afya aliyonipatia, kwa uzima aliyonipatia, kwa kazi aliyonipatia, kwa ndoa aliyonipatia, kwa
kila kitu katika mlolongo mzima wa maisha yetu, na ndio maana tunaenda mbele za Mungu kwa shukrani kwamba kuna kitu ametenda katika maisha yangu. Na ndio maana tunaona wale waliokuwa na ukoma wale 10, baada ya kutendewa muujiza, mmoja wake alimwendea Mungu, anamwendea kwa shukrani na anapokea majibu kupitia ile shukrani aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake. Na ndio maana Daudi alifikia wakati ile Zaburi ya 136 na ule mstari wa kwanza, anamwendea Mungu akiwa na maombi ya shukrani. Unaposoma vizuri ile Zaburi ya 136 mstari wa kwanza hadi 26, unakuja kuona kwamba ile sura yote ni maombi peke yake ya shukrani. Anatangaza sifa za Bwana, anatangaza kile Mungu ametenda, amefanya. Na ndio maana tunaona jambo kubwa, tunamwendea Mungu kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunamwendea Mungu? Tunamwendea Mungu kwa sababu yeye ndiye ambaye anastahili haya yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 5 tunaenda kumsifu na kumwabudu Mungu. Zipo njia mbalimbali unaweza kutumia. Wengine wana njia ya kumsifu, kwa njia ya kumwabudu Mungu kama ishara ya kuzungumza na Mungu kwao. Unaweza kuwa katika hali fulani ukashtukia, au muda wote upo na msifu Mungu, au muda wote upo na mwabudu Mungu. Hiyo ni njia mojawapo ambayo mtu na Mungu wanakuwa wanazungumza kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hiyo ni njia mojawapo ambayo inaweza ikakusaidia kuwa na mazungumzo na Mungu. Lakini namba 6 tunaenda kuona ya kwamba ni njia ya kutubu kwa ajili ya watu wanaenda kutubu dhambi. Njia mojawapo ambayo inatusaidia kwa ajili ya kumwendea Mungu ni kwa ajili ya kwenda kutubu, kwa ajili ya kuomba rehema na toba kwa kile ambacho huenda kwa akili zangu nilimkosea Mungu kwa kujua, huenda kwa akili zangu nilimtenda Mungu nitenda dhambi kwa kutojua. Na ndio maana ni njia mojawapo ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuzungumza na Mungu, ya kwamba unamwendea Mungu ukiwa unaenda kuomba rehema, ninaenda kuomba toba kwa sababu ninajua kabisa kuna mara nimetenda isivyo sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unapojiona hujatenda sawa sawa, unahitaji kwenda mbele za Mungu na kutubu na kumwambia Mungu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu kwa sababu nimejua na nimetambua ya kwamba nimekutenda dhambi. Na ndio maana Zaburi ile ya 51 mstari wa kwanza hadi wa 13 tunaona ni maombi ya rehema kwa Daudi. Baada tunapoona katika Zaburi kuanzia 20 na kuendelea, tunaona Daudi anatuambia alifunga na kuomba, maombi yake yakazuiliwa. Lakini Zaburi ya 51 tunakuja kuona anakuwa katika hali ya maombi ya rehema kwa kumtafuta Mungu. Maana yake ilikuwa ni njia mojawapo ya kuzungumza na Mungu, kwa sababu aliona ni sehemu mojawapo ambaye alikuwa hajatenda sawa na alihitaji kutubu na kuomba rehema kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho tunaona tunaenda mbele za Mungu kuomba mapenzi ya Mungu yatimizwe juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kwenda kuomba mapenzi ya Mungu yatimizwe juu yetu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa kanisa lake. Mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa kile alichokuitia wewe. Na ndio maana tunapomwendea Mungu tunaenda kumwambia mapenzi yako wewe Mungu yatimie, mapenzi yangu mimi yasipate nafasi. Na ndio maana Mungu akiniacha mimi nitumie yale mapenzi nayo yataka, ninaweza nikajikuta ninakuwa kama Suleimani, ninapoteza lile kusudi la Mungu, ninajikuta ninakuwa katika hali ya kumtenda Mungu dhambi. Ninaweza nikajikuta ninaporuhusu mapenzi yangu mimi yaniongoze, ninajikuta ninakuwa kama Yona, kwa sababu Mungu anataka mfumo fulani na mimi ninahitaji mfumo fulani. Sikiliza, roho ya wanadamu imekaa mfumo wa kuchoropoka. Yaani kama vile unavyoona wawindaji wanavyotegesha manati zao hivi, na ndivyo roho ya wanadamu ilivyo. Yaani isipokuwa mbele za Mungu muda wowote imekaa mfumo wa kuchoropoka. Na ndio maana tunamwendea Mungu kumwomba mapenzi yake
yake yeye yatimizwe ndani yetu. Na ndio maana kuna maombi aliombaga Yesu mwenyewe wakati yuko kwenye safari ya msalaba, anamwambia Mungu, mapenzi yako yatimizwe, sio kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Na wakati kwa akili zetu, kwa akili zangu za kibinadamu, mapenzi yangu mimi hayawezi kunisaidia chochote katika ulimwengu huu, na hayawezi kutusaidia chochote katika kufanikisha safari ya wokovu. Na ndio maana katika Waebrania sura ya 2 na ule mstari wa 3 Biblia inasema ya kwamba tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Maana yake tunapomwendea Mungu tunapona kwa kusikiliza, kwenda kumwambia Mungu, tujue mapenzi yake ni yapi. Tunapojua mapenzi yake ni yapi, tunaenenda sawasawa na vile ambavyo anataka. Tunapona kwa kujali ule wokovu na ile nguvu ya msalaba iliyotumika pale kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa upendo wake mwenyewe ambao hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kutoa kwetu sisi. Na ndio maana tunamwendea Mungu kuomba mapenzi yake yatimizwe, kuomba mapenzi yake yatimizwe. Na ndio maana tunahitaji hiyo neema, na ndio maana tunahitaji hicho kibali, na ndio maana tunahitaji huo msaada, na ndio maana ninahitaji hiyo nguvu iweze kunisaidia huo msaada wa Mungu katimia juu ya maisha yangu, ili kusudi la Mungu liweze kutimia juu ya maisha yangu. Tunahitaji neema ya Mungu, hakuna kitu kingine ambacho tunakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi kabisa, maombi ni kuongea na Mungu kama Baba. Kwa lugha rahisi kabisa inayoweza kukusaidia wewe, maombi ni njia inayotusaidia kwa ajili ya kuongea na Baba. Ni njia inayotusaidia kuongea na Mungu kama Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomwendea Mungu tunaenda kuongea naye kama nani? Kama Baba. Tunaenda kumwelezea shida zetu, tunaenda kumwelezea changamoto na kile tunachopitia. Tunakuwa tunahitaji neema kwa moyo wa unyenyekevu na imani. Kwa njia rahisi ambayo nimekwambia, ni njia ambayo tunamwendea Mungu kama Baba kwa moyo wa unyenyekevu na kwa imani kabisa, tukiwa tunaamini Mungu anaenda kutenda jambo juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatumaini ya kwamba kabisa katika hii neno maombi, nini maana maombi, utakuwa umenielewa kwa sehemu kabisa ya kwamba sasa kuna wakati ninapoendelea kuhubiri hivi, endelea kujitafakari. Ni sehemu ipi unahitaji msaada? Ni sehemu ipi unahitaji neema? Ni sehemu ipi unahitaji kibali? Uelewe kabisa kuna vitu haviwezekani juu ya maisha yako, juu ya maisha yangu, pasipo kuongea na Mungu automatically. Na ndio maana nikakwambia lugha rahisi ni kuongea na Mungu kama Baba kwa moyo wa unyenyekevu na kwa imani kabisa. Yesu sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunahitaji neema, ndio maana tunahitaji kibali. Bwana asifiwe. Kwa nini tunazungumzia maombi? Kwa nini tunazungumzia maombi? Kwa sababu kuna wakati Mungu anahitaji tusimame katika hali hiyo. Kama tunakumbuka siku ya Jumatano, wakati tunaangalia yale maombi ya Jumatano, nadhani katika Matendo ya Mitume sura ya 2:47, tuliangalia namna mfumo wa kanisa lilivyoenenda. Kanisa la Matendo ya Mitume ni kanisa lililotembea katika hali ya maombi, ni kanisa lililotembea katika hali ya roho ile ile, pasipo kupewa wala kupungua, lakini lilitembea likiwa limejaa nguvu ile ile, pasipo kuwepo na kupanda wala kushuka kiroho. Na ndio maana kanisa la Matendo ya Mitume lilikuwa na kuongezeka, sio kwa sababu walielewa sana, walitafuta uwepo wa Mungu kwa nguvu, walimtafuta wakakaa uweponi mwa Mungu. Na ndio maana kanisa la Mungu, kanisa la Matendo ya Mitume linakuwa, linaongezeka, linaheshimiwa, wanakubaliwa, wanapendwa na kila mmoja kwa sababu ya walivyomtafuta Mungu. Bwana Yesu sana. Lakini nilipoendelea kutafakari moja kwa moja, nikaenda kuangalia wanasiolojia wanazungumziaje maombi. Wanasiolojia wanasema kibiblia, wao wanasema kuwa maombi ni tendo la neema ambapo mwanadamu kwa msaada wa Roho Mtakatifu huwasiliana na Mungu kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu sana. Maombi ni msaada, maombi ni tendo la neema ambapo mwanadamu kwa neema au kwa msaada wa Roho Mtakatifu huwasiliana na Mungu kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana hatuna njia nyingine ya kuwasiliana na Mungu, hatuna njia nyingine ya kutaka kitu kwa Mungu pasipo
kipo kupitia kwa Yesu Kristo. Na kwa maana unaposoma ile Injili ya Yohana nadhani kwenye sura ya 15 na ile sura ya 14 unakuta kuna Yesu, kuna maeneo anasema ya kwamba hata sasa mjapokea kitu kwa sababu hamkuomba kwa jina langu. Hata sasa hamkutendewa kitu kwa sababu hamjaomba kwa jina langu. Na ndio maana ukiwa unahitaji matokeo na msaada, unahitaji kupitia kwa Yesu ili Mungu aweze kuachilia majibu, ili Mungu aweze kuachilia matokeo ya kile ninachokihitaji, unachokihitaji. Lakini unaweza kusoma ile Warumi sura ya 8 ule mstari wa 26 nadhani kila mmoja anajua ya kwamba Biblia inasema kwamba Roho ndiye tusaidia udhaifu wetu. Roho anatuwezesha, anatufanikisha. Maana sisi hatujui kuomba itupasavyo. Sisi hatujui kuomba kama vile inavyotakiwa. Ila Roho tusaidia kuomba. Maana sisi hatujui kuomba jinsi tupatavyo. Bali Roho tusaidia udhaifu wetu. Roho tusaidia kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunahitaji msaada wa Mungu. Sasa turudi kwenye somo letu muhimu sana, umuhimu wa maombi. Nini maana ya umuhimu? Muda ule nilikuwa nazungumzia maombi, muda ule nazungumzia neno, nilizungumzia kuna pointi mbili. Nilisema kichwa chetu cha somo ni umuhimu wa maombi. Kuna swala la maombi na kuna swala la umuhimu. Tunahitaji kuangalia umuhimu ni nini. Tunapoangalia umuhimu wa maombi, nini maana ya umuhimu? Tunaposema umuhimu tunamaanisha nini? Unapokwenda jitafakari, mtu akikwambia hiki kitu ni muhimu, unahisi anamaanisha nini? Bwana asifiwe sana. Mtu anapokuwa anazungumzia umuhimu, unahisi anamaanisha nini? Bwana asifiwe sana. Mfano, serikali wameweka umuhimu katika utengenezaji wa barabara. Serikali labda kuna kitengo cha maji, wamekipa umuhimu kwa swala la kwanza, au wamefanya kitengo chochote kuwa muhimu katika sehemu yao katika kufanikisha lengo fulani au kusudi fulani, au ili kulipa watumishi wa Mungu wameweka umuhimu sana katika kitengo cha TRA kuhakikisha wanakusanya mapato kwa uaminifu, ili kuhakikisha wafanyakazi wote wanalipa kwa usahihi kabisa. Wameweka umuhimu katika jambo fulani, wameweka umuhimu katika eneo fulani, ili kuhakikisha swala hili linaenda vizuri. Tunapenda kuangalia muhimu ni nini. Neno muhimu lina maana gani? Kwanza, neno muhimu lina thamani kubwa au uzito wa kitu fulani kiasi ya kwamba kitu hicho hakiwezi kupuuzwa. Kitu chochote hicho kipo muhimu, yaani kama katika maisha yako hakiwezi kupuuzwa, wala hakiwezi kikaonekana kina msaada, na wala uwezi ukakiweka nafasi ya pili. Kitu chochote chenye umuhimu kwako ndicho unachokipa nafasi ya kwanza. Wapo ambao maombi wameyapa umuhimu, na ndio maana anatembea katika nguvu hiyo. Kuna watu neno wamelipa umuhimu, na ndio maana anatembea katika kiwango cha maarifa. Kuna watu maisha yao tu binafsi wameyapa umuhimu, na ndio maana tunaona maisha yao wanaishi hivyo. Kuna watu dhambi wameipa umuhimu, na ndio maana tunahangaika na watu walioko nje kwa sababu maisha ya dhambi wameipa umuhimu. Kuna watu kazi wameipa umuhimu, na ndio maana watu wengi hatuwezi kuwapata kwenye ibada kwa sababu kazi ameipa umuhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu chochote nilichokipa umuhimu katika maisha yangu ndicho mimi ambacho kinanitawala. Ni sawa sawa unapomuona mlevi anaendeshwa na pombe, kwa sababu hiyo pombe ameiwekea nafasi namba moja. Imekuwa na umuhimu mkubwa sana kiasi ya kwamba kitu chochote, kwa tafsiri nyingine, chenye umuhimu kina uwezo wa kukuendesha wewe. Wewe huna uwezo wa kukiendesha, na ndio maana pombe kipo umuhimu. Wewe mwenyewe kwa akili zako timamu umeipa nafasi, lakini kisha pata nafasi inakuendesha na sio wewe kuiendesha. Na ndio maana kitu chochote ukihitaji kiondoke, ninahitaji msaada wa Mungu ili unisaidie kutoka kwenye kile kitu ambacho nilikipa umuhimu, alafu kikaanza kuniendesha. Mlevi haiwezekani kuacha ulevi isipokuwa nahitaji msaada wa Mungu, kwa sababu hiyo pombe aliipa umuhimu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu chochote ulichokipa muhimu ndicho kinachoishi katika maisha yako leo. Kitu chochote ulichokipa muhimu leo ndicho kinachoishi leo. Kitu chochote ulichokipa muhimu ndicho kinachoishi leo. Kama unanielewa, unaweza kumpa Bwana sadaka ya makofi. Unaweza kumpa Bwana sadaka ya makofi. Kitu chochote nilichokipa muhimu ndicho ambacho kina uwezo wa kuendesha maisha yangu ninayoyaishi.
na ndicho kitu pekee ambacho kina uwezo wa kuleta matokeo na sisi tukaona kitu kinachoendelea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana kwa tafsiri nyingine muhimu ni hali ya kitu. Tafsiri nyingine ambayo niliweka, kwa tafsiri nyingine tunasema muhimu ni hali ya kitu kuwa cha msingi sana na cha lazima sana na chenye mchango mkubwa kwenye maisha yako. Ni kitu chenye lazima sana, ni kitu cha msingi sana ambacho kinaendesha mfumo wako wa maisha yako, ambacho kinaendesha hali ya maisha yako wewe, kinakuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha maisha yako yanaendeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunakuwa na kitu kinakuwa na umuhimu katika maisha yetu sisi. Sasa unaweza kuamua leo ni kitu gani ukipe umuhimu kwenye maisha yako. Ninaweza kuamua leo ni kitu gani ninaweza nikakipa umuhimu katika maisha yangu. Na ndio maana kuna watu unapoangalia katika majumba yao wameshindwa kuomba juu ya maisha yao, wameshindwa kumtafuta Mungu juu ya maisha yao, wamebakia kuipa umuhimu tamthilia kila muda pasipo Mungu. Sizungumzi kuangalia tamthilia ni vibaya, isipokuwa ninazungumzia kile ambacho naona kinaendesha maisha yako ndicho ambacho umekipa umuhimu. Ukiona TV inaendesha maisha yako ndio ambayo umeipa umuhimu. Ukiona simu yako inaendesha maisha yako ndio ambayo unaipa umuhimu. Nilishawahi kuona na ninaona hasa sisi ambao tunakuwa tunaleka ibada, unaona kabisa mtu yuko ibadani ameingia TikTok kabisa, unamwona kabisa huyu yuko TikTok na anaangalia TikTok. Sio kwamba anaangalia mafundisho wala sio kwamba anaangalia ibada zinazoendelea, lakini ni mtu tu yuko mtandaoni kwa sababu swala la simu malipo muhimu. Lakini kuna mtu mwingine yuko ibadani, yuko anachati, sio kwa sababu kile kitu kwake labda ni kibaya, ila ni kwa sababu simu ameipa muhimu kuliko ibada yenyewe. Na ndio maana sehemu nyingine za ibada wamefika mahali wakaandika, unapoingia ibadani hakikisha unazima simu yako, unapoingia ibadani hakikisha unafunga simu yako, kwa sababu wanaona ya kwamba watu hao wa simu wamezifanya kuwa na umuhimu kubwa sana kuliko ibada, kuliko Mungu mwenyewe. Na ndio maana wanaamua kuweka sheria mbalimbali. Na ndio maana sisi hatuhitaji kuenenda katika mfumo wa sheria huo, hatuhitaji kuenenda katika namna hiyo, isipokuwa tunahitaji Mungu aseme na wewe. Ninapozungumza ninaamini nasema na watu ya kwamba kitu ulichokipa muhimu ndicho kinachoendesha maisha yako leo. Unahitaji kuchagua ni kitu gani unakipa muhimu siku ya leo. Lakini ukiniuliza mimi ni kitu gani ukipa muhimu, ningekwambia chagua kumtafuta Mungu kwanza, ukakipa kipaumbele kikawa muhimu kwako. Nikakwambia chagua kuwa na hali ya maombi kwanza, ndicho kitu cha muhimu kwanza kwako. Ningekwambia chagua kusoma neno kila wakati na kutafakari neno la Mungu, ndicho kitu cha muhimu kwanza, alafu vitu vingine vinaweza vikafuatia. Kitu chochote kilicho na muhimu kinakuwa badala ya Mungu, na kitu chochote kikishakuwa badala ya Mungu, hicho kinakuwa ni sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Siku moja tulishawahi kukaa tunajadili, tukasema watu wengi wamekuwa wakiangalia sanamu, labda wale ambao wanachonga sanamu au baadhi ya makanisa wanachonga sanamu, lakini tukaanza kusahau kwamba na sisi tumejikuta tunaendesha sanamu kubwa sana kuliko hata wale walizozichonga, kwa sababu simu mimi ikishakuwa na umuhimu tayari ile ni sanamu. Nikishakuwa na kitu chochote ambacho badala ya Mungu tayari ile ilishakuwa sanamu. Na ndio maana mimi kama nina akili timamu siwezi nikamcheka yule ambaye labda amechonga sanamu ya Bikira Maria au amechonga sanamu ya kitu chochote na anakiabudu, wakati mimi mwenyewe simu nimeiweka kipaumbele kuliko Mungu. Au TV mimi nyumbani kwangu siwezi kuomba siku yoyote isipokuwa ninajali muda tu wa kuangalia TV. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini ninazungumza na watu katika jina la Yesu. Ninaamini ninazungumza na roho ya mtu katika jina la Yesu. Unaweza kuamua leo ni kitu gani ukipe muhimu. Na ndio maana nitaenda, tutamaliza kwa wakati, na tutakuwa na hali nzuri ya kumwomba Mungu, tutakuwa na hali nzuri ya kumwita Bwana, tutakuwa na hali nzuri ya kuomba na kuombea wale ambao wanahitaji msaada, kwa sababu maombi ni roho, kwa sababu maombi ni roho inayoachiliwa ndani ya mtu na inaanza kufanya kazi ndani yake. Maombi ni roho inayofanya kazi ndani ya mtu, inayomwendesha na inavuruga mfumo mzima wa maisha yake. Kwa hiyo tunahitaji kuomba leo ile roho ya maombi ikachime ndani ya kila mmoja, ile roho ya maombi ikachime ndani ya kanisa, ili tukaweze kutembea katika kiwango ambacho tunahitaji tuweze kutembea. Na
ndio maana akasema namba moja, maji unaweza ukayapa umuhimu kama serikali. Namba mbili, elimu unaweza ukaipa umuhimu kama serikali walivyofanya. Lakini namba tatu, kazi unaweza ukaipa umuhimu. Lakini nikazungumza pia vile vile namba nne, ibada za familia unaweza ukazipa umuhimu mwenyewe, ukasema ya kwamba mimi lazima niwe na ibada binafsi nyumbani. Na uzuri ni kwamba Tanzania Tanzania Assemblies of God limekuwa na mfumo, limeandaa mfumo mzuri ambao lina mfumo wa ibada za familia ambazo zinakuwa kuanzia Januari hadi Disemba, ambazo kila siku na uwezo wa kukaa na familia yako na mkaendesha ibada. Na ndio maana Mungu alipatia maneno, tunahitaji kuwa na maombi ya familia. Na hilo swala linaweza likawa moja hapo, ukaamua leo ya kwamba mimi ibada za familia ninazipa umuhimu, kwa sababu hakuna mchezaji yeyote ambaye anaenda uwanjani kucheza mpira pasipo kukaa kwenye uwanja wa mazoezi. Hakuna mchezaji yeyote anayeenda kwenye uwanja wa mpira kwa ajili ya kucheza game isipokuwa kwanza amepitia katika uwanja wa mazoezi. Na ndio maana ninakwambia tunahitaji neema, tunahitaji kuna kitu kinaitwa umuhimu. Ni kitu gani leo naamua kiwe na umuhimu kwako? Unaweza ukaamua leo mambo yakawa muhimu kwako. Unaweza ukaamua kusoma Biblia kila siku ilikuwa ni jambo la muhimu kwako, na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amua leo ya kwamba ninahitaji kitu fulani kiwe na umuhimu katika maisha yangu, kiwe na umuhimu katika jamii yangu, kiwe na umuhimu katika kile eneo ninaloishi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameshindwa kuwa na maono kwa sababu hawajayapa maisha ya kimungu kuwa na umuhimu katika maisha yao. Watu wengi wanashindwa kuwa na matokeo kwa sababu maombi, kusoma neno, kumtafuta Mungu sio swala la muhimu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende tuangalie, sawa, maombi huimarisha nini? Maombi huimarisha uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Maombi yanatusaidia kuimarisha uhusiano wetu sisi na Mungu. Maombi huimarisha uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi, njia ya kwanza ambayo yanatusaidia sisi, kwanza yanatusaidia kuimarisha uhusiano wetu kati ya Mungu na mwanadamu. Hakuna njia nyingine ambayo ninaweza nikaimarisha mahusiano yangu pasipo kuwa katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaposinzia nitakuamsha mwenyewe, kwa sababu mhubiri ni shemasi, ndio bahati mbaya. Sawa, ni shemasi wa kujiteua. Kwa mimi unaposinzia nakuwa nakuona. Sawa? Tunapata shida huko kwenye kuedit kwenye kamera. Yaani watu wanaona kabisa melala. Yaani jaribu siku moja kufikia clip hizi. Baada zote zinarushwa. Kwa hiyo jitahidi kuangalia hizi clip, utakuja kuona watu wanaolala. Wengine tunajitahidi sana kuedit kwa ajili ya kuondosha vile vipande ambavyo watu wamelala, watu wamekaa ovyo. Sawa? Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa katika ibada. Jambo hilo nalipo muhimu wa kusikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi huimarisha uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Na ndio maana tukihitaji mahusiano mazuri, tunahitaji kuwa katika hali ya maombi. Tukihitaji kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, tunahitaji kukaa katika hali ya maombi. Na kuna kitu kingine kinachoweza kutusaidia kuwa na uhusiano mzuri na Mungu pasipo kuwa na hali ya maombi. Haijalishi ni mtu mzima, haijalishi ni kijana, haijalishi ni mtoto, anapohitaji mahusiano mazuri na Mungu, anahitaji kukaa katika hali ya maombi. Inahitaji kukaa katika hali ya kuomba na kutafuta Mungu. Lakini vile vile maombi ni daraja la uhusiano kati ya Kristo na Mungu. Bila maombi, uhusiano wa kiroho kudhoofika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ni daraja la uhusiano kati ya Mkristo au kati ya muumini au kati ya mshirika na Mungu. Bila hilo swala la maombi au bila hilo swala la uhusiano, huyo mtu lazima atadhoofika kiroho. Na ndio maana tuna watu wengi wamedhoofika kiroho, sio kwa sababu hawaji kanisani, sio kwa sababu hawahudhurii vipindi vya ibada, sio kwa sababu hawashiriki matukio yote ya sadaka unayojua wewe. Ni kwa sababu ule uhusiano wao na Mungu wameweka mbali. Na ndio maana tunahitaji msaada wa Mungu. Maombi ni daraja na uhusiano
kati ya Mungu na wewe au na mimi, na ndio maana tunahitaji kuona Mungu. Na ninapozungumza hili ninasema ya kwamba bila maombi, uhusiano wa kiroho, lazima mtu atazofika kiroho. Na ndio maana kanisa likihitaji kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, kanisa lolote likihitaji lisizofika kiroho, linahitaji kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kanisa lisipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu, lazima litadhoofika. Kanisa lisipokuwa na uhusiano na Mungu, lazima litarudi nyuma. Kanisa lisipokuwa na uhusiano mzuri na Mungu, lazima lisiende mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunaposoma Yakobo sura 4 na ule mstari wa 8, Biblia inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Ile Yakobo sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Lazima nijenge mawasiliano, lazima nijenge utaratibu wa kumkaribia Mungu, lazima nijenge kitu cha kuwa karibu na Mungu, ili Mungu na yeye aweze kuwa karibu na sisi. Na ndio maana Yakobo 4:8 anasema ya kwamba mkaribieni Mungu na yeye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha kwa mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji neema ya Mungu katika suala la uhusiano kati ya sisi na Mungu. Kitu cha msingi sana na cha kuzingatia tunapoangalia muhimu sana, tunaona kuwa kadiri tunavyoomba zaidi ndivyo tunavyozidi kumjua Mungu zaidi. Kwa kadiri ninavyokuwa nikiomba zaidi ndivyo mimi ninavyozidi kumjua Mungu zaidi. Huwezi kumjua, huwezi kumwelewa Mungu, huwezi kuishi kama Mungu anavyotaka usipozidisha hali ya kumtafuta Mungu. Na ndio maana kila mtu anayekuwa kiroho, kila mtu anayemwelewa Mungu anazidi kukua na kuendelea kwa jinsi anavyomuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji hali ya kusimama katika hali hiyo, tunahitaji hali ya kutembea katika viwango hivyo. Na ndio maana kitu cha msingi tunahitaji tuzidi kuomba kwa nguvu, maana tunavyozidi kuomba ndivyo ambavyo tunaendelea kumjua Mungu, ndivyo tunavyoendelea kumuomba Mungu, ndivyo tunavyoendelea kuona mazirisho yake yakitokea. Tunahitaji neema ili tuzidi kusimama katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Namba 2, tunakuja kuona maombi ni chanzo cha nguvu. Maombi ni chanzo cha nguvu za kiroho. Maana usipokuwa na maombi huwezi ukawa na nguvu za kiroho. Hakuna njia nyingine ambayo unaweza kuwa umejazwa, hakuna njia nyingine ambayo unaweza kutembea ukiwa umejaa nguvu ndani yako pasipo kuwa na maombi. Kwa sababu maombi yananisaidia mimi kuwa nimejazwa nguvu ndani yangu. Maombi yananisaidia kutembea katika viwango ambavyo mimi sijawahi kutembea. Na ndio maana maombi yanatusaidia kuwa na nguvu na uwezo wa kuombea watu wakapona, kwa sababu baada ya kuwa kwenye maombi nilijazwa nguvu ndani yangu. Na ndio maana baada ya kupokea Roho Mtakatifu na nguvu zikachiliwa ndani yangu, ni kwa sababu alikaa katika maombi. Unapotazama vizuri ile Matendo ya Mitume sura ya 1 na ule mstari wa 8, tunaona matendo ya Roho Mtakatifu pale. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4, tunaona madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Ila ni kwa sababu watu hao walikaa katika maombi, ni kwa sababu walikaa katika hali ya kumtafuta Mungu. Walikuwa haiwezekani kupokea hivyo vitu, walikuwa haiwezekani kupokea Roho Mtakatifu pasipo kukaa katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini tunazungumza maombi ni chanzo cha nguvu za kiroho? Na ndio maana mtu ambaye amekuwa kiroho, mtu wa Mungu, ni mtu ambaye sana anakuwa ndugu kwenye maombi. Ukihitaji utembee kwenye kiwango unachotaka wewe, ndugu sana kwenye maombi. Na ndio maana nizungumzia Matendo ya Mitume ile sura ya 2:47, tunaona kanisa la Matendo ya Mitume lilivyoenenda, lilivyotembea. Ilikuwa kanisa la maombi, likajazwa nguvu, na kanisa likapendwa, kanisa likaongezeka, likakuwa kutoka kwenye ile sehemu na kwenda kwa watu wa mataifa, kwa sababu kupitia maombi walijazwa nguvu, walikuwa na nguvu za kiroho. Kwa sababu ili mtu ukuwe kiroho, lazima uwe ni muombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi umtia Mkristo, maombi umtia Mkristo nguvu.
Maombi ndio yanayokusaidia kukutia nguvu. Maombi ndio yanayonisaidia kunitia nguvu. Na ndio maana maombi lazima yawe kipaumbele kwangu, lazima yawe na msaada mkubwa kwangu. Na ndio maana haya maombi yanamtia Kristo nguvu. Kwa sababu gani? Kwanza, ili kushinda majaribu; pili, ili kuvumilia mateso; tatu, kudumu katika imani. Unapokuwa umetegemea maombi, namba 2 nikakwambia, maombi ni chanzo cha nguvu za kiroho. Maombi humtia Mkristo nguvu kwa ajili ya nini? Kwanza, kushinda kila majaribu; pili, kuvumilia kila mateso; tatu, kudumu katika imani. Huwezi kudumu katika imani kama sio mtu wa maombi. Huwezi kushinda kila majaribu kama sio mtu wa maombi. Huwezi kushinda, huwezi kuvuka mateso unayopitia bila kuwa katika hali ya maombi. Huwezi kushinda hizo changamoto unazopitia kazini bila kuwa ni mtu wa maombi. Je, linapotokea tatizo, ni kitu gani cha kwanza unakipa muhimu? Kuna dada yangu mmoja kabisa, tumezaliwa wote, alishawahi kupitia changamoto na akaniambia, ndugu wangu, napitia changamoto kubwa. Nilipokuja kuangalia lile tatizo, baada ya kutokea tatizo, kitu cha kwanza alichokifanya, alianza kulia na sio kumuita Mungu. Tuna Wakristo wengi leo wanapopata matatizo wanaanza kulia na sio kumuita Mungu ashughulike kwenye ile changamoto. Huwezi kulia alafu katarajia majibu, alafu kaisi ndio msaada wa Mungu huo. Kulia wala machozi hayamtishi mtu. Nilishawahi kusema ya kwamba swala la kulia unaonyesha kwamba Mungu hawezi. Swala la kulia unaonyesha kwamba Mungu ameshindwa kazi. Unapopitia changamoto, unahitaji kuingia kwenye maombi, kwa sababu maombi ni chanzo cha nguvu za kiroho. Chochote kinachoweza kutokea, lazima utatembea katika viwango vingine, kwa sababu wewe ni mtu wa maombi. Ndani yako kuna spirit of prayer inayokusaidia kutembea katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome sasa ile Isaya 40:31. Biblia inasema, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala watazimia. Ile Isaya 40:31. Tunaona namna ambavyo mtu anaweza kumngojea Bwana. Jinsi ambavyo anamngojea Bwana ndivyo anavyopata nguvu mpya. Jinsi ambavyo anavyomwomba Bwana ndivyo nguvu inavyoachiliwa ndani yako. Je, unapopitia changamoto, unamngojea Bwana? Unamsubiria Bwana? Unamuita Bwana? Je, unakuwa ni mtu wa kulia? Unakuwa ni mtu wa kusononeka? Unajikuta umekuwa katika hali ya udhaifu mpaka kimwili, kwa sababu umeshindwa kumuita Mungu ili akatende. Na ndio maana mtu anaweza kufikia kiasi hicho, unakuja kujua ya kwamba sio mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji kuwa katika hali ya maombi. Na ndio maana Isaya 40:31 inasema, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Ile kipindi cha Matendo ya Mitume, waliomngojea pale Yerusalemu, waliongojea pale, ndio waliopokea nguvu mpya. Ambao waliondoka hawakupokea chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma Biblia tusisome vizuri. Tunaposoma Biblia tuisome tuielewe, ili ile jambo ninalolisoma liweze kuumbika ndani yangu, liweze kuzalisha kitu kipya ndani yangu, liweze kunitoa sehemu moja na kunipeleka sehemu nyingine. Sio tu tunasema ya kwamba tu Matendo 1:8 iko hivi, lakini uelewe ya kwamba waliomngojea Bwana ndio waliopata nguvu mpya. Pasipo hivyo huwezi ukapokea nguvu mpya, kwa sababu nguvu mpya unaipata kwa njia ya maombi. Bwana sana. Bwana asifiwe. Na ndio maana nasema mngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala watachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaandika maandiko hayo, tunaandika maana ametulia tu. Bwana asifiwe sana. Lakini tunapoenda kuangalia jambo la tatu, tunakuja kuona kwamba maombi huleta mwongozo na maamuzi sahihi. Maombi yanatupa mwongozo, yanatupa kuwa na maamuzi sahihi katika maisha yetu. Kuna watu wengi leo wamefanya vitu pasipo kuwa na maamuzi sahihi. Wamechukua maamuzi pasipo kuwa na jambo sahihi katika maisha yao, kwa sababu watu wao sio watu wa maombi, kwa sababu mtu mimi sipo katika hali ya maombi. Na ndio maana maombi yanatusaidia moja kwa
kwa mmoja, kuwa na maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unapohitaji neema, unapokuwa katika hali ya maombi, yanakusaidia, yanakupa mwongozo. Na ndio maana mzungu anatoka Ulaya, pasipokuwa na ile dira hawezi akaja Tanzania. Pasipokuwa na hiyo dira hawezi kuja Tanzania, kwa sababu maombi ni kama dira. Maombi yanakupa mwongozo, maombi yanakupa maamuzi sahihi ya kwamba uweze kufanya jambo lolote pasipo kufikiria bila kuwa na maamuzi sahihi, kwa sababu unapokuwa katika hali ya maombi, maombi yanakusaidia. Kwa nini ninasema maombi yanakusaidia? Kwa sababu unapokuwa katika hali ya maombi, unakuwa umejazwa na Roho Mtakatifu ndani yako, na Roho Mtakatifu ndani yako anakuongoza, Roho Mtakatifu ndani yako anakusemeza, Roho Mtakatifu anakuendesha kufanya kile ambacho akili yako imefeli, kufanya kile ambacho mimi akili yangu imefeli. Na ndio maana nikakwambia maombi huleta mwongozo, na maombi yanakusaidia kuwa na maamuzi sahihi. Kuna mama mmoja, nikupe story itakusaidia. Alikaa akajitafakari sana, akawaza, alikuwa ndani ya kanisa, akaamua sasa siku moja akamwendea mchungaji, akamwambia mchungaji, nimetafakari sana. Ikumbukwe mtu huyu ameenda akiwa na maamuzi tayari, hajaenda kwa ajili ya kuomba ushauri, hajaenda kwa ajili ya chochote, ameenda kutoa taarifa kwa mchungaji. Akamwambia mchungaji, mimi nimetafakari, nimeona ya kwamba siwezi kuendelea kuabudu kanisani hapa, siwezi kuendelea kuomba hapa, siwezi kuendelea kumwomba Mungu simuelewe. Watu ninaona wapo sana busy na mambo yao. Watu wanapokuwa kanisani wako busy na simu zao. Watu wanapokuwa kanisani wanasengenyana. Watu wanawasema wengine, kumbe mchungaji, mimi siwezi. Huyo mwanamke alimwambia yuko mchungaji akaona ya kwamba huyu mtu amekuja na taarifa na sio shauri, hahitaji kitu chochote, kwa sababu alishachukua maamuzi. Ikumbuka kuwa wakati anamwendea mchungaji, alishakaa chini na halmashauri yake ya kichwani, walishashauriana ya kwamba mimi sasa basi siwezi kuendelea kutumikia Mungu. Na tunao watu wengi leo wamechukua maamuzi ya kuacha kusali, wengine kwa sababu eti kanisa leo lina sadaka nyingi, wengine kwa sababu wanasema mchungaji ana upako, wengine kwa sababu wanasema kwamba ni kanisa wanasengenyana, wengine kwa sababu ya kwamba jinsi anavyotaka yeye sivyo ambavyo anavyopata pale alipo. Watu wengi wa namna hiyo, kama huyo mama. Mchungaji akainama chini akamwangalia mama, akajitafakari, akajiuliza afanye nini. Yule mchungaji alipoinuka akamwambia, mama, ninalo jambo moja tu yako. Kweli nimekusikiliza na nimekuelewa, lakini nikuombe jambo moja tu, na ukilifanya nitakuruhusu uondoke. Yule mama akasema, niambie baba. Tunao watu wengi anapomwendea mchungaji yuko kabisa amenyenyekea, sawa baba, ananyenyekea kwa kila kitu. Akamwambia hivyo, sawa baba, nakusikiliza. Akamwambia, naomba nikupe mtihani huu, kama unaniruhusu. Akamwambia, sawa baba. Akamwambia, ninaomba nikupe mtihani huu, ninachukua hii sahani, ninaweka gilasi 3 kwenye hii sahani, ninakuomba hii sahani ichukue, uzunguka ili kanisa mara 3. Baada ya kulizunguka urudi hapo unipe majibu uliona nini. Kwa sababu zile glasi zilizowekwa juu ya pale ya ile sahani zilikuwa zimejazwa maji, na ile maji aliambiwa hakikisha yamwagiki. Akamwambia mchungaji, ni mtihani mdogo, ninauweza kabisa, huo mtihani ni mdogo, kuchukua tu sahani, nina uwezo. Na kweli yule mama akachukua ile sahani, zikawekwa glasi 3 pale, zimejazwa maji kabisa. Na alikuwa na ameapa atakuwa makini ahakikishe hayo maji hayamwagiki kwenye ile sahani. Akaanza tiripu ya kwanza, akaenda tiripu ya pili, akaenda tiripu ya 3, akarudi kwa mchungaji, mtihani ulionipa nimeushinda. Akamwambia, vizuri mwanangu, umepatia na mtihani ni mzuri sana. Mchungaji akamuuliza swali lingine, akamwambia, unaona nini wakati unaendelea kuzunguka na hayo maji? Akamwambia mchungaji, kiukweli wakati naendelea kuzunguka nilikuwa makini sana ili nisimwage maji, sikuweza kuona chochote. Wakati ninazunguka sikuangalia huku na huku, isipokuwa nilikuwa makini ili niweze kufanya kile ambacho niweze kufanikisha na kushinda
katika lile zoezi ulilonipa. Mchungaji akamwambia, vile vile kama jinsi ulivyofanya unapokuja ibadani, hivyo hivyo unahitaji kuwa makini sana. Unahitaji kudili wewe mwenyewe na Mungu. Unahitaji makini wewe uliyotumia kwenye hizo glasi, kuwa makini kujitazama wewe na Yesu, ili usije ukaanguka dhambini, ili usije ukarudi nyuma kiroho ukasema ya kwamba nilimwona mtu anachati akanisababisha nikarudi nyuma, ya kwamba nilimsababisha mchungaji niliona anafanya mambo ambayo hayafai akanisababisha nirudi nyuma. Ya kwamba unahitaji umakini. Tunahitaji watu waliosimama imara. Tunahitaji watu ambao watakuwa makini anapoingia ibadani. Tambua ni jambo gani limekuleta hapa. Tambua ni ishu gani limekuleta hapa. Kila mmoja ana ishu yake mahali hapa. Na ndio maana kila aliyekaa hapa, hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuacha kazi zake, wa kuacha shughuli zake na kuja mahali hapa. Na ndio maana Petro alishawahi kumuuliza Yesu baada ya safari kadhaa na kadhaa, akamuuliza Yesu, tumeacha kila kitu, tumeacha mashamba, tumeacha ndugu, tumeacha wazazi na kila kitu. Je, baada ya kuacha haya tutapata nini? Akamwambia, mtapata mara zaidi ya mara 100, zaidi ya vile mlivyovipata, na zaidi ya yote akamwambia kwamba mtapokea uzima, mtapokea urithi katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana unapokuwa makini, unaangalia kile kitu unachotakiwa kukirisi kule mbele, na sio kumwangalia Jeffrey anaishije, na sio kumwangalia mzee wa kanisa anaishije, na sio kuangalia wana praise wanaishije. Unahitaji kujiangalia wewe mwenyewe na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumzia swala la maombi ulete mwongozo na maamuzi sahihi. Wewe ulishawahi kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi. Wewe ulishawahi kufanya kitu ambacho sio sahihi. Unakuja kuona huyu mtu kwa mtu wa maombi, kwa sababu ungekuwa katika ile maombi ungechukua maamuzi sahihi na Roho Mtakatifu angekusemesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi haya tusaidie kufanyaje? Maombi haya tusaidie kujua mapenzi ya Mungu. Namba 2, maombi haya tusaidie kuepuka maamuzi ya haraka. Wapo watu wana maamuzi ya haraka hujawahi kuona, na anaisiki ni Mungu, kumbe ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wao maombi haya yanakusaidia wewe. Namba 1 nimekwambia namba 1 ya kwamba maombi yakusaidia kujua mapenzi ya Mungu. Namba 2, maombi haya yanakusaidia kuepuka maamuzi ya haraka. Na namba 3, maombi yanakusaidia kupata hekima ya kimungu. Tunajua katika ile Wafalme wa kwanza, kama sikosei, ile sura ya 3, Wafalme wa pili ile sura ya 3, ambapo tunaona Suleiman aliomba hekima. Hekima tunaona inakusaidia, inakuwezesha pale ambapo usingeamua kwa sahihi, una uwezo wa kuamua kwa sahihi kwa sababu ya roho ya hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunapotazama maandiko yetu juu ya swala hili, tunakuja kuona katika ile Misali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6, Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na ule mstari wa 6 unasema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako, naye atayanyoosha mapito yako, naye atayanyoosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4 nikasema, maombi ni silaha katika vita vya kiroho. Mkristo anaishi maisha ya vita visivyoonekana. Kila mtu aliyeokoka anaishi maisha ambayo anaishi katika hali ya vita visivyoonekana, na vita hivi ni vya kiroho ambavyo kwa macho ya kibinadamu huwezi kuviona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maombi ni silaha katika vita vya kiroho. Mkristo anaishi katika vita visivyoonekana. Maombi haya tuyaone yanatusaidia nini? Kwanza, maombi haya yanatusaidia kuzima mashambulizi ya adui. Namba 2, maombi haya yatusaidia kuleta ulinzi wa Mungu. Maombi haya pia yatusaidia kufungua milango ya ushindi. Lakini namba 4 na mwisho, maombi haya yatusaidia kuwa na ujasiri katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana watu wengi wanaokimbia vita vya kiroho, watu wengi wanaopitia changamoto, na anapopitia changamoto, swala la kwanza litaanza kumwambia, unakuta huyo mtu ameshindwa kuwa katika hali ya maombi. Na ndio maana maombi yanakusaidia
itakusaidia kushinda kila silaha katika vita vya kiroho. Hivyo vita vinavyoinuka, maombi haya yatakusaidia. Hautaanza kumpigia mchungaji, hautaanza kumtafuta mchungaji, kwa sababu maombi yatakusaidia kuzima mashambulizi ya adui, kwa sababu maombi yatakusaidia kuleta ulinzi wa Mungu, kwa sababu maombi yatakufungulia milango ya ushindi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukihitaji milango ifunguke, na ndio maana ukihitaji ushindi uwepo, unahitaji kuwa katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunasema maombi hayo humsaidia mtu kuwa jasiri katika ulimwengu wa roho. Huwezi kuogopa kitu chochote kitakachoendelea, huwezi kuogopa kitu chochote kitakachotokea. Na ndio maana unaweza ukaona mtu mwoga na mwenye hofu, mnamwombea mtu amelipuka mapepo, yeye anakaa mbali, kwa sababu hajawa katika maombi, hajawa katika ile kumtafuta Mungu, na kweli unakuta mtu huyo ameokoka. Ile Waefeso 6:18 inasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wangu ninaona uporesi sana. Sasa hivi saa 6:25, ikifika dakika 30 tutaweza kuingia kwenye maombi, kwa sababu niliandaa vitu vingi na vimenichukua muda sana kuandaa somo hili, ili ya kwamba ninapohubiri hapo uweze kujielewa, ya kwamba ninapoachiwa hapa uanze kujitafakari, ya kwamba ninapoachiwa hapa uanze kuangalia kitu gani utakipa muhimu siku ya leo kwako. Na lazima tutaona mabadiliko, na lazima tutaona mabadiliko, lazima mabadiliko yatokee, kwa sababu kitu chochote utakachokipa muhimu lazima kitaleta matokeo. Swala la 5 na la mwisho, mambo niliandika 8 ila naomba tutasema 5. Tunaona kwamba maombi huleta amani moyoni. Bwana Yesu sana. Na ndio maana watu wengi ambao hawana amani juu ya ndoa zao, hawana amani juu ya mioyo yao, hawana amani katika kila kitu wanachokipitia, unakuja kuona watu hawa wamekosa kitu ndani yao kinachoitwa prayer, wamekosa kitu ndani yao kinachoitwa maombi. Na ndio maana watu hawa hawana amani ndani yao. Maombi haya yanakusaidia, maombi haya yanakusaidia kuleta amani ya moyo, kuleta amani ya moyoni. Yaani kila kitu, kila maamuzi unayochukua moyoni una amani. Kuna mtu anaweza kumwambia kufanya hivi, ndani yake asikia amani, kwa sababu mtu huyu ajaa mtu wa maombi. Maombi yatakusaidia kuwa na amani na kitu chema. Maombi yatakusaidia kuwa na kitu cha mtafarukano ndani, kama kitu sio sahihi katika maisha yako. Na ndio maana tunasema ya kwamba hata kama hali haijabadilika, lakini maombi, jambo la kwanza, utuliza ule moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama vile tunavyokuona wewe hujabadilika, lakini maombi yatakusaidia kutuliza ule moyo wako. Lakini jambo la pili, maombi yatakusaidia kupunguza hofu na wasiwasi. Na ndio maana watu wengi wenye wasiwasi, wenye hofu ndani yao sio watu wa maombi. Huwezi ukawa na nguvu ndani yako, huwezi ukawa mtu wa maombi ukawa na wasiwasi ndani yako. Kila chochote kitakachokuja utafika hapo ukiwa jasiri. Swala la pili, tunaona kwamba maombi haya hutoa mzigo wa mawazo. Tunajua kwamba adui anatumia sana mawazo yetu ili kuweza kuharibu mipango mizima ya maisha yetu. Mawazo usipokuwa makini yanaweza kukutoa katika kusudi la Mungu. Mawazo usipokuwa makini, adui anapandikiza wazo lake yeye na sio la kwako wala la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana endelea kujitafakari. Tunapoisoma ile Wafilipi 4:6 hadi mstari wa 7, Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Mstari wa 7 unasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana tunahitaji neema. Ninaomba kwa leo nitaishia hapo, ambavyo Mungu amesema na maisha yako chini ya maombi.
Ni kwa namna gani umeacha hayo maombi? Ni kwa namna gani unatembea katika vitu ambavyo unaona kabisa sio sahihi? Na wakati ninapoenda kumalizia, kama wewe ni mwanaprezo, unaweza ukawa ushafika madhabahuni zamani, unapoona mhubiri amemaliza kuhubiri, panda madhabahuni haraka, kwa sababu kazi yako ni kuhudumu. Na ndio maana tunapozungumza hali ya maombi, ni swala ambalo unahitaji kujitafakari sana. Wapo leo wanasema wanahitaji msaada wa Mungu. Wapo watu leo wanasema ya kwamba ile roho ya maombi mimi ndani yangu sina. Yapo mambo haya matano niliyozungumzia. Unajiona kabisa wewe ni mtu ambaye hauna amani moyoni, hauna, ni mtu sio mwenye ujasiri, ni mtu ambaye ukijitazama unajiona upo katika hali fulani, ni mtu ambaye unajiona ukija kuomba, ni mtu ambaye unaanza kupiga tu miayo, ni mtu ambaye ukija kuomba unajikuta ni mtu mwenye wasiwasi. Unahitaji kuwa na roho ya maombi, na ndio maana nikakwambia siku ya leo, hiyo maombi ni roho ambayo inaweza kuachiliwa ndani ya mtu. Maombi ni roho ambayo inaweza kuachiliwa ndani ya mtu. Unaweza ukasimama kwa taratibu tunapoingia katika swala la maombi na maombezi.